Haya ni baadhi ya matukio ya uvukaji mto Migori ambapo baadhi ya wananchi wanaoshindwa kuvuka maji hulazimika kubebwa kwa kutozwa kiasi cha shilingi 3,000. Oya, shilingi ngapi kumvusha? 3,000. Na baadhi ya matukio mara nyingi yanatarisha maisha ya wanaovuka maji, kwani hulazimika kubeba hata vyombo vya moto zikiwemo pikipiki. Wanafunzi hushindwa kuvuka mto, na hii ikawa ni miongoni mwa sababu za utoro katika shule za ng'ambo, ikiwemo shule ya sekondari Mwanamwema Sheni. Wanafunzi tunapata tabu sana mvua ikinyesha, maji yakijaa, tunasubiria mpaka tukisubiria yakipungua ndo tunapita kwa tabu sana. Kwa hivyo sisi wenyewe hatuwezi kupita, bali tunavushwa. Huwa nikiona maji yamejaa kabisa, mimi narudi nyumbani, siwezi kusubiria eti maji yapungue, maana yaweza kutokea maji yanaongezeka upo katikati ya mto, kwao kuna hatari kubwa sana kuchukuliwa na hao maji. Shule yetu iko mbali kidogo na baadhi ya vijiji, kwa mfano Mkola, Sughana, lakini pia kufika katika hivyo vijiji lazima uvuke mto. Sasa wakati mwingine mto umekuwa unasababisha utoro kwa wanafunzi, kwa sababu kwa mfano sasa hivi msimu wa mvua zikiwa zinanyesha zimekuwa zinapelekea wanafunzi wengi kutokufika shule, kwa sababu wakifika mtoni pale wanakuta tayari mto umejaa. Kutokana na changamoto hizo, tayari serikali imetenga kiasi cha shilingi milioni 400 ambazo zinaenda kusaidia kujengwa kwa daraja ambalo litaleta suluhu ya kudumu kwa wananchi. Tunashukuru sana serikali ya Mama Samia kwa kutupa fedha milioni 413,950 kwa ajili ya kujenga hili daraja hapa, ambao daraja hili sasa litakuwa ukombozi kwa wananchi wa kata ya Migori na maeneo mengine. Ndani ya kipindi cha miezi 8, mkandarasi anatarajiwa kuwa awe amemaliza ujenzi wa daraja hilo. Mkataba umesainiwa wa miezi 8, daraja litakuwa limekamilika. Tumesaini mkataba wa kujenga daraja hapa, lakini barabara ya Mkola kilomita 2.5 na kujenga daraja lingine pale njia ya Mkola milioni kama 200 na pointi, ili wananchi wa kata hii waendelee kufurahia matunda ya serikali ya Mama Samia. Kutoka mkoani Singida, Ramadhan Idilimu wa Mahasin TV.